Akisoma hotuba kwa niaba ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ufunguzi wa mafunzo yaliyoandaliwa na ofisi ya CAG kwa waandishi wa habari wa mkoa wa Arusha, mkaguzi mkuu wa nje wa mkoa wa Arusha CPA Valence Rutakiamirwa amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea uwezo waandishi wa habari wa namna bora ya kuandika, kuchakata na kuripoti habari zinazohusu ofisi ya CAG, ambapo amesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kuibua changamoto zilizopo katika miradi hiyo inayosimamiwa na serikali. Ushiriki wenu unaonyesha imani kubwa tulionayo kwenu kama wadau muhimu katika kuimarisha uwazi, uwajibikaji, usimamizi wa rasilimali za umma. Ni matarajio yangu kuwa mtakuwa mabalozi wazuri wa maarifa mtakayowapata hapa, mkiyatumia kwa tija katika maeneo yenu ya kazi. Vile napenda kuwapongeza waandishi wa habari ambao wameendelea kufanya kazi kwa karibu na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa kuandika makala, habari na uchambuzi mbalimbali zinazohusu kazi za ripoti ya ofisi hii. Ushirikiano huu unaonyesha umoja na dhamira ya pamoja ya kuhakikisha umma unapata taarifa sahihi kwa wakati na kwa uwazi. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini Focus Mauki ameeleza nia na malengo ya mkaguzi mkuu wa serikali kwa taasisi za umma, huku mchumi mwandamizi Emmanuel Lazaro akieleza mikakati iliyopo ni pamoja na kuanzisha tuzo maalum kwa waandishi wa habari. Ukaguzi sio kutafutana. Kazi za ukaguzi ni nia na lengo ni kutafuta namna ya kuboresha. Actually unatakiwa wakaguliwa wakimwona mkaguzi wampokee kwa mikono miwili, kwa sababu anakuja kuwasaidia na jicho la nje. Kwa sababu mkaguzi akija kwenye ndani ya taasisi anakuwa ni external auditor, sababu ndani kunakuwa na audit. Kwa hiyo anakuja kuingiza jicho la nje kukusaidia kuangalia mifumo jinsi inavyofanya kazi. Je, unafuata sheria, taratibu, kanuni na kadhalika. Cha muhimu kabisa ambacho tunaomba waandishi wa habari mkijue, ukaguzi ni evidence based. Mkaguzi akiomba nyaraka, usipompa anaiclose hoja. Na mkaguzi haombi nyaraka kwa kukurupuka, itumie lugha hiyo. Ataomba nyaraka kwa kufuata taratibu. Kuna barua zitaandikwa, kuna vikao vitafanyika, minutes zitaandikwa. Kwa hiyo hata document kila kitu. Kwa hiyo mwishoni mwa siku akishafunga kitabu chake, huwezi tena kuja kusema hii document nilikuwa nayo, hii hapa. Kwa nini ukuitoa wakati wa process? Ina maana tayari hoja imeshafanya nini? Imefungwa. Na inafanyika kwa uwazi kabisa. Moja ya mkakati wetu kuhakikisha hili lengo linatimia vizuri, zitaanza kutolewa tuzo kwa wale waandishi ambao watakuwa wanatoa taarifa za ukaguzi vizuri. Kwa hii eneo la kuripoti matokeo ya ukaguzi tunategemea tutaweza kulifikia vizuri endapo nia na madhumuni yatazingatiwa. Akifunga mafunzo hayo, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Arusha Cloud Gwandu amesema uwepo wa mikakati ya ofisi ya CAG kuanzisha tuzo maalum kwa waandishi wa habari itakuwa ni chachu kwa wanahabari kufuatilia maendeleo ya miradi serikalini, huku baadhi ya waandishi wa habari akiwemo Seif Mangwangi na Grace Macha wakieleza namna ambavyo wamenufaika na elimu hiyo. Ni wajibu wetu kwa kukumbusha hasa vijana kwamba jamani, dunia sasa hivi lazima tuende kwenye specialization. Kila mtu ajikite kwenye jambo ambalo atatambulika nalo. Kila mtu afanye jambo lile ambalo litamjengea jina. Jambo moja tu, usiyako mambo mengi dunia hii, lakini moja tu la auditing kwa mfano. Tuzo tuna uwezo wa kuzichukua watu wa Arusha tuzo zote. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tumesaidia hata kufikisha malengo ya ofisi ambayo imetumia resources zake kutuwezesha. Na hili ni jambo jema ambalo lazima kwa kweli tuwashukuru na kuwapongeza sana. Kuna mambo mengi ambayo walikuwa wanapaswa waandishi waandike kueleza umma kuhusiana na ubadhirifu unaoendelea katika miradi ya serikali, lakini wamekuwa hawajui waanzie wapi. Lakini kwa elimu ambayo wamepewa leo, wameelewa kwamba wapi wanatakiwa kuanzia na wapi wakaulize. Nimevutiwa zaidi na tuzo ambayo wamesema watatambua
waandishi watakaokuwa wanafanya kazi zao kwa umahiri. Kila mtu anapenda kutambuliwa. Kwa hiyo nadhani hiyo pia itatuongezea chachu ya kuendelea kufuatilia masuala ya miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kwenye maeneo yetu. Kutoka hapa jijini Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.